Ndugu wanahabari na wananchi kwa ujumla, Jeshi la Polisi mkoa wa Iringa napenda kuwataarifu kuwa hali ya ulinzi na usalama mkoa wa Iringa ni shwari na shughuli mbalimbali za kijamii na za kiuchumi zinaendelea kama kawaida. Hata hivyo, tunaendelea na operesheni mbalimbali za kuzuia vitendo vya uhalifu kwa lengo la kuhakikisha kwamba usalama katika mkoa wetu kwa raia na mali zao unaimarika. Lakini kutokana na operesheni hizo, tumeendelea kupata mafanikio katika kesi mbalimbali kutokana na kukamatwa kwa watuhumiwa mbalimbali wa matukio ya uhalifu ikiwemo mauaji, matukio ya kubaka, matukio ya ulawiti, unyang'anyi kutumia silaha na kupatikana nyara za serikali. Katika kesi kulikuwa na kesi moja ya kubaka na kulawiti ambapo mahakama ya hakimu mkazi wilaya ya Iringa tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka huu imemhukumu Jovin Mahenge miaka 30, mkulima mkazi wa manispaa ya Iringa, kifungo cha maisha jela. Lakini pia Musa Dugange miaka 28, mkulima kijiji cha Igowole, kifungo cha miaka 30 jela, na Nixon Nyarusi miaka 28, mkulima mkazi wa kijiji cha Itona, amehukumiwa na mahakama wilaya ya Mufindi kwenda jela maisha, lakini wote kwa pamoja kwa makosa ya kubaka na kulawiti. Tulikuwa na matukio mengi, tulikuwa tukio jingine la kuua bila kukusudia ambapo mahakama kuu ya kanda ya Iringa tarehe 24 mwezi wa 2 26 imemhukumu Happy Ndambo miaka 40, mkulima mkazi wa Igowole, kifungo cha miaka 25 jela, na mahakama ya hakimu mkazi wilaya ya Iringa tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka huu imewahukumu Eric Fiulilo miaka 35, mkulima na mkazi wa Mji Mwema, kifungo cha miaka 13 jela, pamoja na Lemi Sovetage miaka 40, mkulima wa Saravani, kifungo cha miaka 10 jela kwa kosa la kuua bila kukusudia. Lakini hali kadhalika tulikuwa na kosa la kupatikana nyara za serikali ambapo mahakama ya hakimu mkazi wilaya ya Iringa imemhukumu Rashid Kidago miaka 27, kifungo cha miaka 20 jela kwa kosa la kupatikana na vipande vitatu vya nyama ya swala ndani ya hifadhi ya wanyamapori ya Ruaha mkoani Iringa. Lakini pia tulikuwa na tukio jingine la unyang'anyi kutumia silaha ambapo mahakama ya hakimu mkazi wilaya ya Iringa tarehe 11 mwezi wa 3 2026 imewahukumu Yohana Mhonzwa miaka 30 na Abdu Mhonzwa miaka 35, wote wakulima wa Luganga, kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la unyang'anyi kutumia silaha. Jeshi la Polisi linatoa onyo kwa wakazi wa Iringa na wale ambao wanakuja eneo la mkoa wa Iringa kwa shughuli mbalimbali, wote kuacha kujihusisha na vitendo vya kihalifu, lakini badala yake kuwashirikiana Jeshi la Polisi kwenye kufichua taarifa zote ambazo zinahusiana na uhalifu ambao unahusiana mali na usalama wa raia na mali zao. Lakini pia ningependa kuwapongeza sana wananchi kwa ujumla kwa ushirikiano wao kwa utoaji wa taarifa zilizopelekea kufanikisha kwa kesi hizi, ikiwa ni pamoja na utoaji wa ushahidi mahakamani. Kwa hiyo tunaporipoti kesi tuhakikishe kama tunafika mahakamani na kutoa ushahidi kama ambavyo wananchi hawa wema wametoa ushirikiano kufikia mafanikio haya. Lakini pia natoa pongezi sana kwa maofisa, wakaguzi na askari katika kada mbalimbali ambao wamefanya kazi ya upelelezi kufikia kufanikisha kesi hizi, kwa sababu kesi hizi zina milolongo mirefu, zinahitaji muda, zinahitaji kujitoa kwa hali na mali. Natoa pongezi sana kwa ofisi ya mashtaka, lakini pia na mahakama kwa uadilifu. Mafanikio ya kesi hizi yanaashiria kwamba ushirikiano mkubwa upo katika vyombo hivi na kuhakikisha kwamba jamii yetu inaendelea kuwa salama. Aidha, katika kipindi cha siku za kusherehekea Idi, hali ya usalama inaendelea kuimarishwa katika maeneo mbalimbali, kwa kuanzia katika level ya familia, lakini watu watakapojumuika na kusherehekea, tunawapa tahadhari kwamba wazazi wahakikisha kwamba watoto hawazururi peke yao, wawe na watu ambao ni waangalizi. Lakini pia wananchi wote tunawasihi kusherehekea sikukuu hii kwa amani na utulivu katika maeneo ya kumbi, lakini katika maeneo mengine ya ibada wahakikisha kwamba maeneo yote wanayaangalia kwa macho mawili. Lakini pia tunatoa angalizo kwa watumiaji wa vyombo vya moto ambao inapofika msimu wa sikukuu au ni kujiachia, wengine wanakuwa wametumia vilevi lakini hatuzingatia sheria za usalama barabarani. Tunatoa onyo kwao, lakini tutakuwa tunapima katika maeneo yote kuanzia vyanzo vya abiria ambapo wanapanda mabasi, lakini pia katika vituo mbalimbali, maeneo mbalimbali. Ukitoka bao unaendesha gari umelewa, hatusemi ni sikukuu. Sisi tutakukamata na kuchukua hatua za sheria kama ambavyo sheria inaturuhusu.